Mbona jana Gerson Msigwa, msemaji mkuu wa serikali, alikuwa akizungumza masuala mbalimbali na kimsingi alikuwa yanatuhusu sana sisi wafanyabiashara. Sawa bwana, na moja jambo ambalo amelizungumza msemaji mkuu wa serikali bwana, amesema kila kongani ya kiwanda mkoani Pwani itaunganishwa na reli ya kisasa ya SGR ili kurahisisha usafirishaji wa mizigo moja kwa moja kutoka bandarini hadi ndani ya viwanda au magala. Ikasema hii taarifa njema hii. Yani pale Pwani pale kule eneo la viwanda. Unapozungumzia Pwani unajua ni eneo la viwanda. Sasa ndugu yangu, nataka uchambuzi wako na wewe. Sasa kuunganishwa na reli ya kisasa SGR. Alafu mwisho wa siku kuna kuona urahisi mkubwa. Sisi tunatazama kwa namna gani hii kimaendeleo ya kiuchumi hasa mchungu viwanda vinapokuwa vinaunganishwa na masuala ya reli na nini, miundombinu kuwekwa sawa na vitu kama hivi ambavyo yamevizungumza. Yes, kwanza unajua kwenye swala zima la uchumi tunahitaji kuwa na mnyororo wa thamani kutoka sekta moja kwenda sekta nyingine. Na huo mnyororo wa thamani unaanzia katika kuna sekta za uzalishaji. Naposema sekta za uzalishaji namaanisha kwa mfano viwanda, kilimo kwa mfano, biashara. Sasa zile zinakuwa zikianzishwa lazima ziweze kufungamanishwa na sekta za miundombinu. Sawa, kwa maana kwamba bidhaa inatoka kiwandani inapita kwenye reli, inaenda kwenye masoko na kwenda kumfikia mtumiaji. Urahisi Sasa ukiangalia Tanzania sasa hivi tumeamua kuwekeza kwenye miradi ya kimkakati. Tunaita strategic project. Napozungumzia miradi ya kimkakati nazungumza kwa mfano bandari. Ndio. Nazungumza kwa mfano reli. Na sasa tunaona bandari bwana zinakuja juu. Juzi tulimeona taarifa ya Tanga ile na yenyewe. Mtwara kwa mfano. Mtwara, Tanga, Dar es Salaam, Bagamoyo. Bagamoyo pia nimeona juzi ile walikuwa wanasema acha hapo kuna zile bandari kavu. Kuna zile kavu. Kwa sasa hii tunasema ni miradi ya kimkakati. Na miradi ya kimkakati inakuwa na sifa kubwa tatu. Sifa ya kwanza inagusa maslahi ya kiuchumi, maslahi ya kimkakati, maslahi hata ya kiusalama, lakini vile inagusa maslahi ya ustawi wa watu. Sasa ukiangalia Tanzania na aina ya miradi ambayo kimsingi imeamua kuifanya, inabebwa zaidi na tunasema uchumi wa kijiografia. Unajua Tanzania jinsi ilivyo ina sifa ya kuwa na uchumi wa kijiografia. Kwa maana kwamba kwa mfano ukiangalia sisi tunazungukwa na nchi 8 na nyingi ya nchi ambazo zinatuzunguka tunasema ni landlock, yani nchi ambazo hazina bandari. Kwa hiyo zinategemea Tanzania katika usafirishaji wa bidhaa zao. Sasa ukiangalia kwa mfano jana nilikuwa namsikia msemaji wa serikali. Yes, anasema kwamba kuna ufungamanisho, yani kuna uunganisho wa sekta. Na hiyo ukitazama sasa inaenda kugusa katika wananchi wa kawaida. Kwa sababu ukiweza kuiunganisha sekta ya biashara na uzalishaji na miundombinu, maana ni kwamba unaenda kurahisisha kwa ule mtumiaji wa mwisho ambaye ni mwananchi. Zinakutana yani, wamfanya biashara anakuwa na urahisi, yule kwenye kiwanda, yule anachukua kwenye bandari, unakuwa na urahisi. Sasa uchumi jinsi ulivyo lazima uweze kufungamanishwa na sekta za uzalishaji. Na kimsingi ni kwamba kama nilivyosema, ukiangalia hii miradi kwa mfano, angalia kwa mfano mradi wa reli kwa mfano, sio ukiweza kujenga reli, maana ni kwamba unakuza sekta ya biashara, unakuza sekta ya usafirishaji, lakini vile unakuza sekta ya viwanda. Na watu ambao wanaamua kujenga miradi ya kimkakati tunasema wanakuwa wana akili za kuangalia kesho kutokea leo. Safi Mchungu. Sasa tumsikie kwanza Msigwa akizungumza moja ya jambo kuhusiana na masuala haya ambayo kimsingi anaweza kuwakomboa pia fanya biashara na namna ambavyo mambo yalivyo kwenye hili. Na mimi tayari siongezi neno, umechambua ya kutosha haya. Tumsikie hapa kidogo alafu tarudi. Katika bandari kavu ya Kwala, serikali kupitia mamlaka ya bandari Tanzania TPA imeamua kujenga bandari hii katika eneo la Vigwaza hapa Kibaha. Ni umbali kama wa kilomita 15.5 kama nilivyosema kutoka barabara kuu na kilomita 90 kutoka bandari ya Dar es Salaam. Katika utekelezaji wa mradi huu awamu ya kwanza tumetengeneza eneo hili ambapo tupo
na tutaendelea kufanya katika maeneo mengine mpaka tufikie hekta zote ambazo tumeziandaa kwenye eneo hili. Lengo ni kwamba tuwe na eneo ambalo linavutia na ambalo wawekezaji wakija hawatapata changamoto ya kuchukua mizigo yao ama kuhifadhi mizigo yao. Na wote mmeona hapa makontena yaliyoko hapa hayachafuki, yako salama. Mtu yeyote ambaye ameleta kontena lake liko hapa anakuja anachukua likiwa safi na linafika huko linakotakiwa kufika likiwa salama kabisa. Sasa nilikuwa nimewaeleza mara ya kwanza kwamba tumejenga bandari hii kwa ajili ya kukabiliana na msongamano katika bandari ya Dar es Salaam. Sasa sababu za kuleta hapa ni kwamba tumejenga eneo hili la Kwala ambalo liko karibu na miundombinu ya barabara kuu, hiyo barabara ya Dar es Salaam Morogoro, lakini jirani kabisa na reli yetu ambayo iko hapa jirani, kwa sababu tunaweza kuleta mizigo hapa kupitia kwenye reli na kupitia kwenye barabara, na inamrahisishia sasa mtu yeyote ambaye mzigo wake umekuja hapa kuamua kuutoa hapa ama kwa kutumia reli ama kwa kutumia barabara. Hapa tulipo kuna reli ya MGR kilomita 1.3. Wenzetu wa TPA wameshirikiana na TRC kuhakikisha makontena haya tusianze tena kuyatutusa kwa magari tukaribu barabara, tunaweza kuyaleta kwa njia ya reli. Kwa tumejenga hiyo njia kwa shilingi milioni 677 na imekamilika kwa 100%, tayari inatoa huduma. Ndugu zangu waandishi wa habari, bandari hii uwezo wake ni makontena 300 kwa mwaka, lakini kwa siku tunaweza kuhudumia makontena 823. Na makontena haya 300 ni 30% ya makontena yote yanayoshushwa katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tutakuwa tumepunguza pressure kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam kwa asilimia 30. Haya bwana, Gerson Msigwa huyo msemaji mkuu wa serikali akizungumza kuhusiana na masuala haya ya bandari, na sisi tayari tumeizungumza vya kutosha. Ama kuna la kuongezea hapo? Inatosha. Bwana anasema hello super breakfast, nawapata vizuri sana kutoka 99.6 Dodoma pale. Anasema anatupenda sana. Bwana sisi tunampenda pia. Kabisa. Isipokuwa unategemea bwana nani anakuambia anakupenda. Au tegemea ndugu yangu. Inategemea wewe. Lazima tegemea. Sasa mingine unaweza sasa na hatari kweli. Sasa huyu anaitwa advisor Najma, mshauri Najma. Asante sana Najma bwana kutokea Dodoma hapo. Tumepokea ujumbe wako, shukran, unatusikiliza na Kiingereza kwa wingi hapo, tunashukuru sana. Pascal Jeremia wa Geita pale anasema anatusikiliza vizuri sana kabisa kutoka hapo Mwanza. Anasema kaka Lupokela, hayo malori bana. Malori yatafutiwe ama yatengenezewe parking ambazo ni eneo kubwa. Tatizo hilo litakuwa limetatuliwa. Yeye mtazamo wake ameona kwa namna hiyo. Nestor Edwani kutoka Moshi Kilimanjaro, tayari ni kusoma rafiki yangu. Eva G kutoka Kijitonyama Dar es Salaam tu hapa Kijitonyama anatusikiliza vizuri. Eva G. Anaitwa Eva G. Kutoka Kijitonyama hapa Dar es Salaam. Kwa kaka mbona unacheka? Nimefurahi. Nimefurahi hiyo Eva G. Kwa shida nini sasa ndugu yangu bwana? Basi ngoja ngoja mtu mwingine. Maana nataka nisome rafiki yangu na. Anasema tu Eva G bwana kutoka Kijitonyama. Kaka Lupokela, habari za asubuhi wote hapo studio. Mimi kiukweli nilikuwa siuelewi huo mfumo wa RCS, maana mara nyingi inanitaka nitumie lakini mimi huwa na off. Umeona mzee mzangu kwa sababu unaweza kutuma SMS na mtu asiipate, kumbe anasema umeshamtumia wakati hauna bando. Sasa ndio inakuwa mtihani. Kutokana na hayo maelezo umenitoa kidogo, kuna mwanga umenipa na sasa nimeuona, sikuwa ninajua kitu katika hilo. Okay, Eva G. Anasema